Mheshimiwa Naibu Waziri. Naam. Hapa niko Mango, kuna zahanati ambayo wananchi walichangia nguvu kazi wakaijenga. Lakini changamoto ambayo wanaipata ni kwamba ile zahanati wakifika hakuna dawa. Kwa hiyo wanaelekezwa kwenda eneo jingine. Sasa kwa sababu nafahamu kwamba sijampata Dr. Jafari ambaye ndo ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI upande wa afya, na kwa sababu wewe upo kwenye sera ya afya kama naibu waziri wa afya, wananchi wangependa kusikia kauli ya serikali kutoka kwenye sekta ya afya kuhusiana na hilo. Wananchi oye! Mbunge wetu Kundo safi. Dr. Samia oye! Kwanza poleni sana kwa changamoto hiyo mnayopitia. Asante. Lakini serikali yetu ya Daktari Samia Suluhu Hassan imeongeza bajeti kwa ajili ya manunuzi ya dawa. Ndio. Na kwa bajeti ya mwaka huu tuna zaidi ya bilioni 400 kwa ajili ya dawa. Na hizi pesa zinaenda kwenye vituo vyetu husika. Ndio. Ili yule mganga mkuu wa zahanati wa kituo cha afya wa wilaya aweze kuoda dawa zake kulingana na mahitaji ya eneo husika. Ndio. Na kwa vile huyo mganga hayuko kwenye hicho kituo, abaki tuambia changamoto yake ni nini, hajapata dawa, hajaagiza au kinampata. Naomba Mheshimiwa Mbunge mpe kazi nikifuatilia hicho kituo cha afya. Ndio. Hiyo zahanati nijue changamoto nini, kwa sababu tayari serikali imetoa pesa kwa ajili ya dawa kupitia kwenye kituo husika. Ndio. Lakini hata hivyo ziko dawa maalum ambazo kila zahanati, kila kituo cha afya tunawapima nazo. Ndio. Kwamba ni lazima ziwepo. Kwa mfano, huwezi kwenda kwenye kituo ukakosa Panado. Ndio. Au mikoa yenye maeneo ya malaria ukakosa dawa ya malaria. Ndio. Uniambie huyo mganga mkuu ni mzembe yeye mwenyewe, kwa sababu wewe unajua watu wako dawa gani wanatumia zaidi. Ndio. Kwa hiyo ninachokuomba, ninachowahakikishia ili kazipatie sindano zahanati ili nijue kwa nini haina dawa. Sawa. Lakini serikali yetu imejipanga sana. Ndio. Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ameamua tuzalishe dawa ndani, kwa sababu pamoja dawa zinapatikana najua ni ghali, wananchi hawawezi. Ndio. Kwa hiyo tunaenda kuongeza uzalishaji wa dawa ndani. Ndio. Ili 80% ya dawa zitoke ndani, 20 ndio tutununue nje. Ndio. Yote hiyo ni kupunguza gharama. Tunataka Watanzania wapate dawa kwa gharama ya chini. Ndio. Kwa hiyo naomba niwathibitishie wananchi wetu hao kwamba hicho kituo naomba nipewe jina lake, nikifuatilie na Mheshimiwa Mbunge nitampa majibu kwa nini na uzembe gani umetokea watu wasio na dawa, ili hadi serikali itapeleka dawa. Asante sana, asante. Pigeni makofi Mheshimiwa Naibu Waziri. Sisi tutampatia jina la kituo ama zahanati na jina la mganga ili aweze kufuatilia kwamba ni nini kina msibu mganga asiwe na dawa.